بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1445, katika silsila ya darasa za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, tulianza katika kikao kilichopita kuwataja wale ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwalingania katika Uislamu, na wengine kujaribu kutaka wampe nusra na hifadhi ili aweze kufikisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu makuraish wamemzuia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kabla ya hapo tulitaja makabila mbalimbali. Jana tukataja kwa watu wakubwa wa makabila yao aliyokuwa akiwafuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tulimalizia kumzungumzia At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Tukamweleza At-Tufail na kuwa yeye ndiye alikuwa rais mkubwa wa kabila la Daws kutoka Yemen. Huyu bwana alipokuja Makka kwa ajili ya kufanya ibada ya umra, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa toka Taif, na waregesha nyuma kisha tutaendelea, na wengine manake hawakuepo, sije tukaanza katikati wakashindwa tumeanzia wapi tuendelea wapi. Akaja Makka, akifika ilikuwa ni ada ya watu wa Makka katika kuwazuia watu wasimfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanapojua mtu yoyote ameingia Makka, haswa katika wale wakubwa wa makabila, wakimfuata wakimweka kando, kisha wakianza kumpa propaganda dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu mtu kadha, huyu mtu kadha, huyu mtu kadha. Kisha humtahadharisha yule mtu na kumwambia kuwa lisije likawapateni nyinyi kama lilotupata sisi leo hapa. Kwa hiyo usikubali kumsikiliza huyu mtu wala usimfuate, na maneno yake ni kama uchawi, ukimsikiza tu utamfuata. Maneno yake ni sihr, ukimsikiliza tu utakubali, utamfuata. Kwa hiyo usimsikilize kabisa. Kwa ikawa hivi ndivyo wanavyofanya Makuraishi, lakini kwa kufanya hivi ndio wakawafanya watu wawe wataka kusikiliza. Kwani ana nini? Kwani mimi sina akili ya kupima? Kiufupi walimtisha At-Tufail radhiyallahu anhu kabla ya kusilimu, walimtisha mpaka kwa hofu alikuwa nao akachukua pamba akaziba masikio kwa pamba. Katika hali ya kuwa yuko katika al-Kaaba pale, akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwaswali, yule aliyetahadharishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma Qur'an kwa sauti. Asema Allah akakataa isipokuwa ile sauti ifike ndani ya masikio yangu pamoja na kuwa nimevaa pamba. Yale maneno yalivyoingia masikioni yakanivutia sana, maneno mazuri sana, yaamrisha kheri, tuelekeza katika mambo mazuri. Kwa akazidi kuingiwa na hamu ya kutaka kujua huyu mtu yosema nini. Kwa hiyo asema nikamwacha, alipomaliza ibada zake Mtume sallama atoka aenda zake nyumbani, nikamfuata nyuma. Alipoingia nyumbani kwake na mimi nikamuingilia nyumbani kwake, nikamuuliza, mimi mmeambiwa na Makuraish 1, 2, 3 kuhusu wewe, kuwa sikusikilize, maneno yako ni uchawi na nini. Kwa kifupi anakamaliza maneno.
lakini amwambia Allah subhanahu wa ta'ala amekataa isipokuwa yale maneno unayoyasema yafike ndani ya masikio yangu na mimi nimeweka pamba. Sasa nikasikia maneno yako mazuri si mabaya, hebu nieleze wewe walingania katika nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamueleza kuhusu Uislamu. Huu ndio Uislamu, walingania katika 1 2, akamsomea Qur'an. Akamwambia Rasulullah, wallahi sijawahi katu kusikia maneno matamu kama unazungumza, maneno mazuri sana. Sijasikia maneno yaliyo na uadilifu ndani yake kama maneno uliyozungumza wewe. Tufail hapo akasilimu, akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tulifikia kuwa alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inni mru'un muta'un fi qaumi wa ana raji'un ilayhim, mimi ni mtu ambaye natiiwa, watu wanisikiliza nikirudi nyumbani, na sasa hivi narudi kwao. Wada'ihim ila alislam, na mimi nenda kuwalingania katika Uislamu, kabila langu nenda kuwalingania katika Uislamu. Fad'u Allah an yaj'al li aya, fad'u Allah an yaj'al li aya, mniombe dua Allah aniwekee alama na ishara inaonyesha ile nilokuja nayo ni haki na kweli. Takunu li aunan alayhim fima ad'uuhum ilayhi, ili ile ishara iwe itanisaidia mimi katika yale ninayowalingania. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Allahumma ij'al lahu aya, ewe Allah mjalie Tufail ishara ya kuonyesha yale yaliokuja nayo ni haki. Tulifikia hapa. Qala Tufail asema, fakharajtu ila qaumi, nikatoka narudi kwa watu wangu. Hatta idha kuntu bithaniyatin tutli'uni ala alhadiri, mpaka nilipofikia jabali ambalo nikisimama kwenye lile jabali sasa naona kijiji chetu kwetu mpale na shuka sasa, na ilikuwa ni wakati wa usiku, yoshuka yenda zake nyumbani. Waqa'a nurun baina aynayya mithlu almisbah, ikawaka nuru baina ya macho yangu mawili kama mfano wa tochi vile, taa kubwa baina ya macho yangu. Qultu Allahumma fi ghairi wajhi, ya Rabbi hii nuru usilete kwenye uso wangu. Kwa nini? Inni akhsha an yadhunnu annaha muthlatun waqa'at fi wajhi li firaqi dinihim, mimi nachelea hawa mabwana waweza kusema hii ni adhabu wamepewa kwa sababu ya kuiacha dini ya watu wake. Qala fatahawwala an-nur fawaqa'a fi ra'si sawti, hapo ile nuru ikatoka kwenye kichwa ikaja kwenye nini, kwenye mkono wake ameshika fimbo ile, ikashuka chini. Qala faja'ala al-hadiru yatara'awna dhalika an-nur fi sawti kalqindil al-mu'allaq, ikawa watu wangu kule waniona nashuka mkononi kama nimebeba nini, nimebeba nuru ya ng'ara, ile fimbo yangu nimebeba. Wa ana ahbitu lahum min ath-thaniya, na mimi nashuka nenda kwao. Hatta ji'tuhum fa asbahtu fihim, mpaka nikifika ni asubuhi. Nikishuka wao waniona usiku nashuka, ilikuwa karibu na alfajiri. Nikifika kwao asubuhi ishapambauka. Falamma nazaltu atani abi, nilipofika tu pale baba yangu akaja, baba yangu mzazi akaja. Wakana sheikhan kabiran, na alikuwa ni mtu mzima mzee. Fakultu, nikamwambia baba yangu, ilaika anni ya abati, ewe babangu kaa kando na mimi usinikaribie. Falastu minka walasta minni, mimi si katika wewe wala wewe si katika mimi. Qala lima ya bunayya, na hii ni haya maneno ameyatumia kusudi ili kumvutia babake. Kwa nini mwanangu, kwa nini wewe hivyo? Qultu aslamtu wa taaba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mimi mmesilimu nimefuata dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ay bunayya, ewe mwanangu, fadini dinuka, khalas basi dini yangu dini yako, nishasilimu mimi pia, kama ni hilo tu mimi pia nishakuwa muislamu. Faqultu fadhhab faghtasil, mwambia baba nenda kaoge sasa. Watahhir thiyabaka, safisha nguo zako.
thumma ta'ala hatta uallimaka ma ullimtu, kisha njoo nikufundishe kile nilichofundishwa. Na hapa kuna nukta muhimu sana ya kuisoma. Mara nyingi sisi tuwalingania watu katika Uislamu, lakini taksir kubwa iko kuwafundisha ule Uislamu. Na hili jambo liko sana, kuwamuona mtu yosilimu lakini hachukuliwi akaketishwa chini akafundishwa basi watu watawadha hivi, watu waswali hivi, swala 5 kila wakati, kuna swala hii wakati huu, swala hii na rakaa ngapi, yale mambo ya msingi yale akawa atafundishwa. Na mimi nawahimiza ndugu zangu wanafunzi, mara nyingi manake hapa yatokea mtu akisilimu akija hapa atakusoma, fulani bwana mshikilie huyu msomeshe, usikatae, tafuta muda msomeshe. Kila unachomsomesha wewe akikitendea kazi mpaka uondoke duniani, wewe una thawabu tu. Ukimfundisha swala, kila swala anaoiswali wewe upata thawabu, kila udhu anaotawadha wewe upata thawabu, kila suratul Fatiha atakayoisoma katika maisha yake uliomfundisha wewe, kila akiisoma na wewe upata thawabu. Wewe fikiria ajira ngapi utaipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hili jambo muhimu sana. Yalaiti katika misikiti yetu kutakuwa na haraka kama hii ya kuwafundisha wale waliosilimu. Kila msikiti usimamie hili jambo, yule imamu ajipange na muda wake, aweke muda awafundishe wale waliosilimu misingi ya dini yao, yale mambo ya msingi kabisa, mambo ya tahara, mambo ya swala, mambo ya ibada ya saum, zile ibada ambazo kila mmoja azifanye awafundishe pole pole mpaka ataelewa Uislamu. Baba nenda, ukirudi nitakufundisha yale nilofundishwa mimi. Qala fadhahaba faghtasala wa tahara thiyabahu thumma jaa fa'aradtu alayhi alislam faaslama. Akaenda akajitahirisha, jisafisha, akaja sasa nikamueleza Uislamu ni 1 2, sasa akasilimu haswa, mimi nasilimu. Thumma atatni sahibati, mimi namaliza na baba yangu, mke wangu yuaja, mke wake sasa nguo. Faqultu ilayki anni, mke wangu kaa kando na mimi. Falastu minki walasti minni, mimi si katika wewe wala wewe si katika mimi, hatuhusiani. Qalat lima bi abi anta wa ummi, niko tayari kumtoa baba yangu na mama yangu kwa ajili yako. Kwa nini na kufanya nini? Qala farraqa baini wa bainaki alislam, kilichofarikisha baina mimi na wewe ni Uislamu. Angalia alwala walbara. Leo tuishi na watu waona haya kusema wao Waislamu mbele ya kufaru, mtu aona haya. Na ndio maana waweza kumwona mtu afanya na mwenzake kazi ambaye si Muislamu, hata siku moja hamwambii kuwa Muislamu. Wallahi kuna baadhi ya watu wangojea kuambiwa tu. Kuna wengine wadhania huu Uislamu enda na kadi, na haya shatokea. Kuna watu mahali wadhania kwa Uislamu paka ulipe si ufanye nini ndio utakuwa Muislamu, kuna gharama yani. Ukimwambia tu wewe unaje utakuwa Muislamu, furahi, mimi naweza kuwa Muislamu, mimi pia wewe waweza kuwa Muislamu, niko tayari. Basi siku zote mimi nasema ilikuwa aongojea kuambiwa tu kuwa Muislamu, hata hujamueleza kitu kuhusu Uislamu. Kefu kimueleza ule uzuri ulioko ndani ya Uislamu. Na ndio maana nasema kitu kimoja, alfajiri hapa mmegusia hili jambo. Katika watu ambao wameregesha nyuma sana da'wa ya kuwalingania wasiokuwa Waislamu kuingia katika Uislamu ni Khawarij. Mwaka jana mmeelezewa Northeastern kule wamelepua, washaua sijui askari wangapi. Sasa angalia Ramadhani jamaa, watu wafanye ibada zao, wameshughulishwa na ibada, raha ya ibada, salatu tarawih, wao ndio wafanya matukio yao. Sasa hapo unafanya matukio. Hawa watamueleza vipi mtu Uislamu au kinai kwa dini ya haki? Hebu niulize, hawa watamkinaisha mtu vipi? Dini yetu kiingia unalipua watu, unachinja, unaua, huo ndio Uislamu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ndio Uislamu? Sasa kuna watu wengine hamasa tu nini? Kama ingelikuwa mambo ni hayo, huyu bwana angesilimu kweli Tufaili? Basi angelimchinja babake na mke wake,
Si wewe ukiingia waua tu wewe, kichwa chako kibovu. Yani hivi ndio jihad fi sabilillah ilivyofundishwa katika Uislamu, iko hivi. Nenda kaisome jihad fi sabilillah yazungumzwa vipi katika vitabu vya fiqh, vitabu. Nenda kaangalia. Kisha usome jihad ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha uangalie hawa watu wanavyofanya. Utaona tofauti baina ya mashariki na magharibi. Kwa hivyo ule Uislamu walikuwa wanao alwala walbara. Apenda kwa ajili ya Allah, achukia kwa ajili ya Allah. Lakini haijamaanisha basi muue wewe. Fanye hivi, la. Jambo la vita lingine na jambo la kumlingania mtu katika Uislamu lingine. Wewe umuue mtu haja kufanya chochote. Tuseme ujiulize, wewe ulimuua huyu, ulimlingania katika Uislamu hata siku moja? Sasa mbona umuua? Ankwambia hataki. Mfano yani kama ni huo Uislamu wasema kwa huyu kwa sababu si Muislamu, si ndio? Uislamu haukuamrishi hivyo. Ushamlingania. Kuna watu walalamika sahi, kwa mfano hasa watu wa pwani hapa, utawasikia wasema siku hizi bwana wankuja bwana hapa mpaka waondo tutawala, sio? Mshasikia ule upwani? Na hili jambo liko kila mahali, si Mombasa peke yake, hata pwani za Tanzania kule maneno ni haya tuzunguka. Unaona? Lakini ukiangalia katika sura nyingine sasa, hawa mabwana wanaletwa chini yetu tuwalinganie katika Uislamu. Si hamtaki kwenda nyinyi? Mniletewa chini yenu, hawa walinganieni katika Uislamu, wawe ndugu zenu, muishi na wao vizuri. Wajue Uislamu ni khairi, ni neema mtu kuwa Muislamu. Tizama zile nchi ambazo Uislamu umeenea, namna ilivyotanda amani. Wallahi ajabu sana. Kuna documentary moja mmeiona si kitambo, hata si ndefu sana, yazungumza kuna mtaa kule Umarekani kule USA. Huo mtaa balaa, fujo, hatari huko, mpaka waonyo usiingie pale. Wale kila aina magengi ya kumle ndani. Wakaenda baadhi ya watu kulingania katika Uislamu, na wao waeleza kwa tulipofika pale tukaambiwa nyinyi mwenda wapi? Kuna polisi asowazuia watu pale, watu wasiingie mtaa. Wewe kama si wa mtaa huo uje kutafuta nini huko? Utauawa wewe. Walijaambia sisi tunkuja kulingania katika Uislamu, hatukuja kwa shari, na Allah ndiye atakayetuhifadhi sisi. Wakaenda pale ndani, wasema kuanza tu ile da'wa, ile masaa ya mwanzo tu zaidi ya watu 20 wamsilimu. Kuanza tu ni watu ambao hawana mwelekeo, hawajielewi. Wewe waonaje mtu ambiwa ulaika kal an'ami bal hum adall? Mtu akiwa kafiri ni kama mnyama, bali amepotea zaidi. Sasa vile vituko vinavyotokea pale ni watu wampotea kushinda wanyama. Hao wataka Uislamu. Mara da'wa ikaendelea, ikawa sasa waswali swala ya Ijumaa grupu kubwa hivi, iko kwenye YouTube, utaiona wamepanga safu, wanakuwa wengi waswali. Sasa hivi kumekuwa na amani kabisa katika ule mtaa, amani kabisa, mpaka watu washangaa. Kwa nini? Kwa sababu wamemtambua nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Dhulma ni haram, hii yafaa, hii haifai, amani kabisa. Sasa si ndio yatakana ule Uislamu uenezwe, tuwalinganie kila. Wewe ukimuona mtu tu si Muislamu, jaribu wewe, tupa tu kuwa kama mvuvi vile, atupa ndoano, hujui wewe, labda aweza kuwa riziki yako kivuta hivi samaki anishika, wala si mvuvi wala si chochote. Wewe mlinganie tu. Vipi hadi wewe wajua nini kuhusu Uislamu? Wajua Uislamu ni dini yalingania katika tauhid, watu kumwabudu Allah peke yake, kutomshirikisha na chochote. Umlinganie na kuswali mara 5 kwa siku. Kwa nini tuswali? Tumshukuru Allah. Allah ni yule Mwenyezi Mungu wewe unamtaja. Mwenyezi Mungu ndio huyo Allah. Yeye ametuneemesha na neema mbalimbali. Wewe wala una afya. Yule aliyekupa neema zote hizi hafai kushukuriwa. Sasa sisi tuenda kumsujudia mara 5 kumshukuru kwa neema nyingi alizotupa. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe wamshukuru mara ngapi? Wewe enda kumuomba mara ngapi? Mimi kama ni mnasara ndio mara moja mimi. Sasa wewe unaona sawa hivi? Mara moja kwa wiki.
kwa yule ambaye akuneemesha kila siku pumzi zako unazo. Mtu ukimwambia maneno kama haya tu arudi nyuma polepole, na kama ni mwepesi mara moja asilimu, kisha mfundishe Uislamu. Hukumpata huyu utampata mwingine, ikiwa nkataa huyu mwingine atakubali. Qala farraqa baini wa bainaki alislam, ewe mke wangu Uislamu ushafarikisha baina mimi na wewe. Wataba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mimi nimefuata dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat fadini dinuka, ikiwa ni hivyo basi dini yangu dini yako. Qala fadhhabi faghtasili, nenda kaoge. Fadhahabat faghtasalat thumma ja'at fa'aradtu 'alayha alislam faaslamat, kama vile babake. Qala Tufail radhiyallahu anhu, Tufail endelea kusema sema wada'awtu dawsan ila alislam faabta'u 'alayya, nikawalingania sasa kabila langu lote, sasa jamani nataka nyote mfanye nini? Muslimu. Wakachelewa, wakamchelewesha kusilimu, bimaana hawakumkubalia mwanzo. Thumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimakkah, nikarudi Makkah kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah inna Dawsan qad 'asat wa abat, kabila la Daus wameasi, wamekataa Uislamu. Yeye kwa ile ghaira alikuwa nayo wankataa kabisa kufuata Uislamu. Fad'u Allah 'alayha, mimi nakuomba waapize walani Daus. Ona zungumza hivi. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alqibla, Mtume sallallahu akaelekea qibla. Wewe ngoja nini? Waongojea laana kubwa yaja hapa. Warafa'a yadayhi, kisha kanyanyua mikono. Faqala an-nasu halaku, jamaa walikopala wakasema kwisha, wale mabwana washaangamia. Faqala Rasulullah, sikiza maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma ihdi Dawsan wa'ti bihim, Allahumma ihdi Dawsan wa'ti bihim, ewe Allah waongoze Daus, si wapize, waongoze Daus na uwalete wote wakiwa Waislamu. Ya Rabbi waongoze Daus. Jamani, wanaoombewa nani? Ni kufar, washirikina ambao wamekataa kukubali Uislamu mwenzao alipowalingania. Mtume sallallahu alaihi wasallam awaombea hidayah, awaombea Allah awaongoze, awalete wakiwa ni Waislamu. Sadaqa Allahu hina qala wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mtume sallallahu alikuwa ni rahma kwa walimwengu wote. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للطفيل رضي الله عنه, Mtume sallallahu akamwambia Tufail, irji' ila qaumika fad'uhum warfuq bihim, rudi kwa watu wako walinganie kuwa mlaini, usitumie nguvu, kuwa mlaini na wao, wataukubali Uislamu. Qala Tufail faraja'tu ilayhim falam azal bi ardi Daws ad'uuhum ila al-islam hatta hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madina, nikarudi nikaendelea kubakia pale na walingania mmoja baada ya mwingine katika kabila la Daus, na walikuwa ni wengi, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya hijra akaenda Madina. Wa qadha Badran wa Uhudan wal Khandaq, vikaisha vita vya Badr, vita vya Uhud, vya Khandaq. Thumma qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biman aslama min qaumi, kisha nikaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Madina na wale waliosilimu katika jamaa zangu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar, wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Khaybar. Tutakuja kuzungumzia inshallah taala kuhusu wufud baada ya hijra, yale makundi ya makabila yaliokuja, inshallah tutakuja kueleza. Hatta nazaltu almadinata bi 70 au 80 baytan min Daus, nikashuka Madina na nyumba 70 au 80 katika Daus, wote wamesilimu. Kizungumza nyumba maana yake ni yeye na familia yake wote wamesilimu. ثم لحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر, Mtume sallam akutana nao Khaybar. وكان من بين قبيلة دوس الذين أسلموا على يد الطفيل بن عمر الدوسي رضي الله عنه راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه, katika wale waliosilimu kupitia mikono ya At-Tufail, yule aliyepokea takriban nusu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
kuja naye pamoja naye. وقام الطفيل رضي الله عنه بالمدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم. طفيل alipofika Madina akaishi pamoja na Mtume sallam mpaka kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa vile tumzungumzia Tufail, acha tummalizie, pamoja na kuwa matukio mengine tutakuja kuyazungumzia baadaye, lakini kulitokea tukio linalojulikana katika tarikh, kurtadi kwa baadhi ya makabila ya Waarabu. Falamma irtaddat al-arab, walivurtadi Waarabu, kharaja ma'a al-muslimina liqital al-murtaddin. At-Tufail akawa katika jeshi lililoko chini ya imara ya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu kwenda kuwapigia vita wale waliortadi, na katika watu waliortadi ni wafuasi wa nani? Musailamatul kadhab, mpaka wakamuita kuwa ni mtume. Kwa wakaenda kuwapigia vita. Wastushhida radhiyallahu anhu fi ma'rakati al-Yamama. Tufail akauawa katika vita vya al-Yamama, ambapo pale ndio masahaba walipambana na wafuasi wa Musailamatul kadhab. al-Yamama. وقد رأى رؤيا في المنام قبل معركة اليمامة. na sahaba Tufail aliota ndoto kabla ya vile vita. فقال لأصحابه, كوامبيا wenzake, inni qad ra'aytu ru'ya fa'buruha li, mimi nimeota ndoto nitawaeleza, nataka munitafsirie hii ndoto maana yake nini. Ra'aytu anna ra'si huliqa, nimeota nanyolewa kipara. Wa annahu kharaja min fami ta'irun, kisha mdomoni akatoka ndege. Wa annahu laqiyatni imra'atun fa adkhalatni fi farjiha, kisha nikakutana na mwanamke akanichukua akaniingiza kwenye tupu yake ndani. Wa ura ibni yatlubuni talaban hafithan, kisha nikaonyeshwa mtoto wangu yonifuata polepole, yani anifuata mimi nyuma. Thumma ra'aytuhu hubisa anni, kisha nikamwona amezuiliwa, hakuweza kunifikia mtoto wake. Qalu khairan, wakamwambia umeona khairi, ndoto nzuri inshallah. Qala amma ana wallahi faqad awwaltuha, mimi najua tafsiri yake, mimi mwenyewe hii ndoto najua tafsiri yake. Qalu madha, hebu tueleze. Qala amma halqu ra'si faqat'uhu, kunyolewa kichwa changu mimi nitakatwa kichwa, nitauawa, nitakatwa kichwa kwenye vita. Wa amma ta'iru alladhi kharaja min fami faruhi, yule ndege aliyotoka katika mdomo wangu ndio roho yangu itatoka. Wa amma almar'atu allati adkhalatni farjaha fal ardu tuhfaru li fa ughibu fiha, ama yule mwanamke aliyenichukua akaniingiza katika tupu yake, basi ni ardhi, nitakapokufa nitaingizwa katika kaburi kwenye ardhi. Wa amma talabu ibni iyaya thumma habsuhu anni, ama yule mtoto wangu kunifuata mimi anitafuta kisha akazuiliwa, fa inni arahu sayajhadu an yusibahu ma asabani, yeye pia kitampata kitakachonipata mimi, pamoja na kuwa atazuiliwa, maana yake ataketi muda, kisha yeye atauawa katika jihad fi sabilillah. Mtoto wake alimzaa. Faqutila radhiyallahu anhu fi ma'rakati al-Yamama, yeye akauawa katika vita vya Yamama. Thumma qutila ibnuhu fi ma'rakati al-Yarmouk fi khilafati Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu warda, kisha mtoto wake baadaye katika ma'rakati al-Yarmouk akauawa katika khilafa ya Umar radhiyallahu anhu warda. قال ابن كثير, الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى سمع katika kitabu chake al-Bidayah wa an-Nihaya, وقد وقع الأمر كما أولها رضي الله عنه, kila alichokisema katika tafsiri ya ndoto yake imetokea vile vile alivyosema radhiyallahu anhu wa arda. Huyu ndiye At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu wa arda, katika wale aliowalingania Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaikubali da'wa, na hii ndio tarehe yake na namna alivyowalingania watu wake, na kwa namna hii ndio Uislamu ukaenea, kuwa kila anayepata ile neema ya Uislamu habaki na yeye tu, bali aenda na kuwalingania wengine, kuwavutia katika Uislamu. Kila mmoja ana jukumu kwa kadri ya vile Allah alivyomwezesha. Inshallah wewe huna ilmu,
lakini kwani washindwa kuchukua vitabu pengine vya Kiswahili ama vya Kiingereza vinavyozungumza kuhusu Uislamu, ukamzawadia mtu ambaye yajua kusoma, ukamwambia nenda kausome Uislamu, basi wajue tu Waislamu, wewe nenda soma tu wajue Waislamu nani. Huwezi kujua nani Allah subhanahu wa ta'ala atajalia kupitia kwako wewe akaingia katika Uislamu. Huu ni mfano mzuri sana. Wamebakia wawili au mmoja, kisha tuzungumzie Buath kabla ya kuzungumzia bad'u islami al-ansar, kuanza kusilimu ansar. Karibuni sasa tuaje kwenye kuzungumzia ansar, kisha ndio tuingie kwenye hijra biidhnillah ta'ala. Itakuwa sasa tushatoka kwenye Makkan era, tutakuingia katika Madinan era. Tuanze kuzungumzia Madina kule na yale yaliyojiri kule. Na safari ya sira ni ndefu. Hii ya safari mwanzo tushasoma mwanzo mpaka mwisho, alhamdulillah, kwa kifupi. Lakini hii ya safari hii tutaingia kwa kina sana biidhnillah. Kwa hivyo pengine itakwenda tena hata miaka miwili mitatu, sababu darasa ni siku moja kwa wiki, kama ni mara mtana, sio Ramadhani ndio tusoma kila siku. Kama ingelikuwa tusoma kila siku basi tutamaliza, lakini ikiwa siku moja kwa wiki basi itachukua muda mrefu. Ramadhani tupatiliza kidogo, lakini tutakwenda nayo insha Allah kwa kina kabisa biidhnillah ta'ala mpaka tukumalize. Na tuahidi kwa tukimaliza tutamsoma Abu Bakr as-Siddiq, khilafa Abu Bakr as-Siddiq kwa kina pia mpaka kuisha. Tusome Umar al-Khattab, tumsome Uthman bin Affan, kisha Ali ibn Abi Talib, al-khulafa ar-rashidun wale, na tarehe yao na namna walivyoishi wakati wa khilafa zao biidhnillah ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.